Kushambuliwa kwa Padri Kitima kwa muibua Zitto Kabwe. Kwa muibua kwa namna gani? Taifa la Tanzania limetikiswa na taarifa za kushambuliwa kwa Padri Dr. Charles Kitima akiwa nyumbani kwake au sehemu ambapo anafanyia ibada huko Kurasini. Tukio hili limeibua maswali mengi na kuacha majonzi kwa watu wengi, hasa wale wanaothamini amani, utulivu wa taifa letu. Ni jambo la kusikitisha na linalotia hofu kuona mtu mwenye heshima katika jamii kama Padri Kitima, ambaye amekuwa mstari wa mbele katika masuala ya kijamii, kielimu, lakini pia kiroho, anakuwa shabaha ya vitendo vya kikatili. Taarifa hizi, japo bado zinaendelea kuchunguzwa, zinaleta taswira ya hali isiyokubalika katika jamii yoyote inayojali ustawi wa raia wake. Kiongozi wa chama cha ACT Wazalendo, huyu alikuwa ni mwenyekiti wa zamani wa chama hicho cha ACT Wazalendo, Bwana Zitto Kabwe, amejitokeza wazi kulaani tukio hilo kupitia ukurasa wake wa mtandao wa X, zamani Twitter. Zitto ameeleza kwa uchungu mkubwa kwamba shambulio hilo si tu kosa la jinai, bali ni kitendo cha kishenzi kinachopaswa kulaaniwa vikali. Zitto Kabwe amesisitiza kuwa vitendo vya namna hii vinaashiria hatari kubwa kwa usalama wa nchi na vinaweza kuvuruga amani na mshikamano wa taifa ikiwa havitadhibitiwa mapema. Amelitaka jeshi la polisi kutoa taarifa kwa haraka kuhusu tukio hilo, akisema uchunguzi wa kina unahitajika ili kuwabaini na kuwakamata wote waliohusika. Katika ujumbe wake, Zitto ameandika kwamba kitendo hiki sio uhalifu wa kawaida na kwamba kina sura ya njama au shambulio la aina ya pekee. Amelitaka jeshi la polisi lisikawie kuchukua hatua, huku akionyesha matumaini kuwa wahusika watafikishwa mbele ya sheria kwa haraka. Zaidi ya kushinikiza uchunguzi wa kina, Zitto pia ametoa pole na kumwombea Padri Kitima apone haraka. Huu ni ujumbe unaogusa mioyo ya wengi, ukionyesha mshikamano wa kibinadamu na heshima kwa maisha ya kila mmoja wetu bila kujali nafasi au taaluma yake. Kwa vyovyote vile, tukio hili linapaswa kuwa onyo kwa jamii nzima kwamba hatuwezi kukaa kimya mbele ya matukio yanayolenga kuwatisha au kuwadhuru watu wanaojitolea kwa ajili ya nchi. Ni wajibu wa kila raia, taasisi na vyombo vya dola kuhakikisha kwamba haki, usalama na utu vinadumishwa kwa gharama yoyote. Kwa sasa macho yote yanaelekezwa kwa mamlaka husika, hususani jeshi la polisi, kuona jinsi watakavyoshughulikia suala hili kwa uwazi, weledi na kwa haraka inavyostahili. Tunaliombea taifa letu liendelee kuwa mahali pa usalama, heshima, utu, lakini amani kwa watu wote. So bado maombi yanazidi kuongezeka, au watu wanazidi kufanya namna yoyote ile angalau taifa libaki salama, maana matukio yamekuwa ni mengi. Watu wamekuwa hawaogopi tena, wanafanya matukio mazito bila kumwogopa Mungu na wala bila kuhofia chochote. Sasa hapa watu wengine au maoni ya watu wengine wakaweza na wenyewe kutoa juu ya tukio hili zito ambalo kidogo linahatarisha amani ya taifa letu. Huyu wa kwanza akasema, kwa kuwa ameiambia serikali ukweli juu ya mnayoyafanya, mmeamua imshambulie ili imdhuru. Hii inaonyesha ni jinsi gani uongozi uliopo unavyominya haki kiasi kwamba mpo ujumbe kidogo au jakaa kisawasawa, kwa sababu tukio limetokea
sio serikali iliyofanya, ila ni tukio ambalo polisi pia wanaendelea na uchunguzi. So uwezo ukaituhumu serikali moja kwa moja kwa hili. Hapa ni polisi wafanye uchunguzi, waje watoe ni nani ambaye alihusika na jambo hili. Lakini huyu mwingine atasema kuna matukio mengi yametendeka kwenye nchi hii kupitia awamu tofauti za uongozi. Huu ukimya na kutotoa taarifa za uchunguzi wa wahusika kuchukuliwa hatua, maoni yanayotolewa hayana ustawi wa amani ya kudumu. Kumekuwepo kauli tata za udini, imeshindikana kuzidhibiti na kuzikemea na kuchukuliwa hatua. Itoshe kusema siasa za chama tawala kuna mahala mmetoka nje na njia kuu na kutoka njia kuu kufumbia maovu, uchawa, ubinafsi, ufisadi na uwizi, kubinya haki na uhuru, kutosimamia sheria, rushwa na mengine. Huo mlundikano. Mwingine akasema changamoto hapa ni dunia, tumehalalisha dhambi, ndiyo maana watu tumebadilika kabisa. Ukisema uongo utasifiwa, ukiongea ukweli utachukiwa, ukifanya vitu vya ajabu ndiyo sawa ukweli. Upendo, utu tumetupilia mbali. Umimi ndiyo chanzo cha yote haya yanayoendelea. Mungu atusamee. Amani kwetu ndiyo tunu ya taifa letu. Lakini mwingine akasema nani achunguze sasa hapo, polisi, CCM au wengine? Lakini mwingine akasema tukisema amani hakuna Tanzania, inaonekana wachochezi wengine mnawafunga kwa kusema ukweli, mfano Lissu na wengineo. Hii haina uthibitisho wowote, so sidhani kama ina maana yoyote ya kuileta hapa. Lakini mwingine akasema mtetezi wa haki, msema ukweli, anayejua sheria na katiba, Kitila pole sana. Viongozi wa dini na wazalendo wakemee kwa nguvu hili swala. Polisi wajichunguze hili swala, wanajua chanzo chake. Sisi wananchi na waumini wa kanisa Katoliki tumeumizwa na hili swala. So hayo yalikuwa ni maoni ya wengi ambao pia wamekuwa wakitoa ni namna gani ambavyo inaweza ikafanyika kwa ajili ya kuweza kuliokoa taifa kutoka kwenye hizi vurugu na huku kutekana au huku kujeruhiwa, kupigwa kwa viongozi ambao wanaonekana wanakemea mambo mengi ambayo yanaendelea kwenye taifa letu ili kwa ajili ya kudumisha amani ya taifa letu. Lakini sasa wamekuwa wanawindwa kiasi kwamba wanabinywa haki ya kuweza kuongea. So ni haki ya kila Mtanzania kuliombea taifa letu ili amani izidi kudumu, lakini pia kile ambacho kinaendelea ikawe ni tunaweza tukasema ikawe ni mapito tu ambayo yanapita, lakini kila kitu kikakae sawa na mambo yote yakawe sawa, kwa sababu wote tunaamini amani ikiwepo basi Tanzania yetu itazidi kuwa na ustawi mzuri na itazidi kuchanua vizuri, wawekezaji watakuwa wengi na taifa litakuwa kiuchumi. Lakini vita vikitokea, basi vitu vingi vinaweza vikatokea na tunaweza tukapoteza vitu vingi. So tuendelee kuliombea taifa letu, taifa tukufu la Tanzania lizidi kuwa na amani kuelekea kipindi hiki cha uchaguzi mkuu mwaka huu mapema mwezi wa 10.